Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai umeamka salama na uko kando ya radio yako kwa ajili ya kuendelea kusikiliza idhaa ya matangazo yetu ambayo ni ya Kiswahili. Hii ni radio ya kijamii Kivu na ni muda wa uchambuzi wa habari ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu toka eneo mbalimbali, habari za michezo na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Na saidiwa upande wa pili na Isaac Mulucha Ashibe. Mimi ni Safari Almasi Lemetinwa, karibu. Msikilizaji, kama kawaida, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, fursa unayo ya kuweza kupata habari muhimu ambazo za leo asubuhi zinaletwa kwenu na Baume Sadi Francois. Karibu Baume. Asante Safari Alimasi Dilwe. Msikilizaji, habari muhimu za siku ya leo tunazianzia mjini Baraka ambako uongozi wa vijana wa chama cha UDPS tawi la tarafa ya Fizi umeendesha maandamano ya kuketi kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka ili kuomba meya wa mji huu Jacques Mbocho Hussein kuondolewa madarakani. Maandamano hayo ya kuketi yameendeshwa siku ya kwanza ya wiki tunayo. Kwa Uvira, waasi wa AFC M23 wameteka mara tena vijiji vya Kaziba Center, Nyangezi na eneo zingine ndani ya tarafa ya Walungu. Hivyo ni baada ya mapambano makali kati yao na jeshi la taifa FARDC, wazalendo na jeshi la Burundi. Kwa jambo hilo, Andre Biadunia ameomba serikali kuu ya Kinshasa kufungua macho. Katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hivi sasa ni muda wa kuona amani inatawala katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi ya Rwanda na pia nchi zingine kadhaa za bara la Afrika. Utaweza kufahamu mengi na Isaac Mulucha Ashibe. Nikushukuru sana Safari Alimasi Dilwe. Asante Baume kwa habari zako muhimu. Msikilizaji, tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Kisha msemaji wa walimu tarafani Fizi na mji wa Baraka wataka walimu wanaolipwa na serikali kupitia Karitasi kurudi mashuleni. Upande wa walimu wa shule za msingi umetaja kuendesha kikao na wazazi kwanza kwa ajili ya mipangilio mingine ya masomo licha wao kutokulipwa mishahara yao. Akizungumza na redio yako Bwana Bobasha Sokolo, msemaji wa walimu wa shule za primari tarafani Fizi na mji wa Baraka, amesema kuwa wanaona ni watoto ndio wanaoendelea kupoteza, ndio maana wameamua kuandaa kikao hicho kwa ajili ya kuanza shule kama alivyoeleza. Kuhusu habari za walimu kurudia kwenye shule za msingi, ambako mkuu kiongozi wetu alisema ya kwamba walimu wote warudie kuanza kazi zao kwenye shule za msingi kufundisha watoto wetu. Ndio sisi hiyo mawazo imekuwa ni mawazo mazuri sana, lakini mawazo yangu ilikuwa kusema ya kwamba tulifanya kikao, na wakati tulipofanya hicho kikao tulisema ya kwamba wakati tulilagaka wazazi kusema ya kwamba tunafanya greve, na wakati tena tutakapomaliza hiyo greve tena tutaitisha kikao, tunaikala pamoja sisi na walimu na watu wengine, tunaangalia namna gani ya kutosha hiyo greve wakati tutakapopata makuta yetu. Kwa ajili ya hiyo mimi nawaza kusema ya kwamba tufanye kikao, tunaweza kufanya ile kikao hata vile vile na mkuu kiongozi wa wazazi ambayo anaangalia masomo yote ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka, tuikae chini tuangalie namna gani tunaweza kurudia tena shuleni kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Watoto ambao tunafundisha ni watoto wetu. Sisi hatujawahi kupata tangalo kidogo. Serikali yetu tunajua ya kwamba inalipa walimu wote ambao wanalipa kutembe, hakuna retari kabisa kwa ajili ya kuwalipa. Lakini sisi mtazamo wetu ni kusema ya kwamba wanaotuangaisha si kundi lingine, ni kundi la Karitasi ambalo linaenda kukamata franka kutembe njoo awafikishe makuta ama pesa zetu ambako tunaweza kuzipata. Watoto ni watoto wetu na pesa ambazo tunapata ni pesa zetu. Tuikae pamoja sisi na wazazi tuangalie namna gani ya kufanya, ya maana tunaona kusema ya kwamba wanaotuangaisha si serikali yetu, ila ni Karitasi njoo inatuangaisha kuikalia pesa zetu. Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema ya kwamba tufanye siku ya 3 na saa 9 ama saa 8 tukutane kwenye jengo la EP umoja la 5 MCL pama kusudi tuangalie namna gani tunaweza kufanya kwa ajili ya
rekebisha hiyo mambo na turudie sote shuleni. Kwa serikali yetu tunaweza kusema ya kwamba serikali iangalie namna gani kututosha kwenye hiyo karitasi, maana karitasi ndio inatuchonganisha kati yetu na serikali. Yaani sisi tunajua serikali inatulipa, lakini wanaotuchonganisha tu si watu wengine, ni karitasi. Kikao kitakuwa siku ya 3 angalau tariki 13 za mwezi huu wa 4. Tusalie tu katika mji wa Baraka. Uongozi wa vijana wa chama cha UDPS la tarafa la Fizi umeendesha maandamano ya kuketi kwenye ofisi ya meya wa mji wa Baraka ili kuomba meya wa mji wa Baraka Jacques Mbocha Isen kuondolewa madarakani. Maandamano hayo ya kuketi yameendeshwa siku ya kwanza wiki tunayo. Shiko Abu Andre ni mwenyekiti wa vijana wa chama cha UDPS la tarafa la Fizi na mji wa Baraka, anaeleza mengi na shabaza wao kuanzisha na kuendesha maandamano ya kuketi. Ni kwamba UDPS iliweza kuandamana, haikuandamana ni sit-in, ni resulta yenye ilitokea ku reunion mingi za parti, ambapo après évaluation ma situation sécuritaire ilikia di rendre compte absence ya fonctionnaire ya l'etat ba mingi. Tukasema seule façon ya kufaire attendre sauti kwanza pour le moment na kuavertire benye balikimbia basikuye, parce que parti na viprendre au sérieux, kusema benye balikimbia bakirudia abatatumika tena kazi. Njo parti kasema ifanye sit-in, haikuwa manifestation dans le sens ya kutembea. Tulifika batu bakaikala, message bakazifaire passer par ma message par les papiers. C'est vrai balilunguza mani mapne, mais hakuna na casse dégâts matériels ou humains. Après le sit-in, message ilikuwa clair kusema banalomba révocation ya maire de la ville. Njo sele demande cahier de charge yenye bakombata ba UDPS ya Fizi biko nayo. Mimi nawaza wakati mtu anafanya kazi, kwanza poste yenyewe ni politiki. Poste ya meya wa jiji kwanza ni politiki, na wengine kwa wale ambao ni administratif ile ya carrière, mimi nawaza kunafikiaka hata kunivua kukua declarer deserteur. Fizi Baraka akuja kwa vita, lakini watu wamekimbia. Wewe estime maire de la ville ambaye anatakiwa gérer conseil de sécurité anatoka naenda bila kujua wapi kufanya nini, batu wanabakia mumugini bila meya. Yani kama kusingekuwa imagine mufasi sa secteur, kusingekuwa adjoint, bitu vingekuwa mubaya. Unaona watu wanaenda, mtu mwenye anapaswa kufanya conseil de sécurité haiko, mwakati yenye watu biko wima yeye anakimbia. Mimi nawaza on doit être responsable, na kukuwa responsable ni kurepondre kuma acte zenye ulifanya. Mwishowe Shiko Abwe amewataka raia kuendelea kwa nyuma chama cha UDPS ambacho ni chama cha raia. Ulikimbia hautakuwa wa kwenda, parce que c'est ça l'idée nani ya parti. Hautakuwa wewe ukimbie 3 mois 4 mois kisha ukuye batu benye baliteseka huku, watoto wetu wanakufa, bazalendo kome baraia simple banakufa. Wewe maire de la ville unatoka unaenda kisha tena ukuye. No, Ligue des jeunes ya Fizi iko décidé, c'est opération à non retour. Itakuwa octave de non retour de maire de la ville, à l'instar ya nani ya VPM. Wakati tulikuwa kwa opposition alikuwa na G10, hii yetu itakuwa octave de non retour ya maire de la ville, c'est-à-dire itakuwa periode ya octave ya kusema atarudia. Nafikiri ni chama wakuu, viongozi wa chama watapata suluhisho, kwa sababu hatuwezi tukachililie mtu mwenye aliacha madaraka ya chama cha UDPS barabarani. Eke atusemi no retour yake Baraka, iko libre ya kukuya Baraka, aishi na watu wengine Baraka, me kuingia mu Baraka mu biro ya mairie ya Baraka ile kwanza ni ndoto, c'est impossible. Juu alikimbia atuye ni nini, et les services de renseignement zinapashwa documenter ili tuyue alikimbia nini, la raison valable, et entourage yake yote haiko. Mimi naambia raia bakuwe makini, bakuwe derrière chef de l'État, bakuwe derrière FARDC, bakuwe derrière bazalendo, bakopere na chama tawala, bakopere na viongozi wengine wote wenye wako legalement établi. Kwengineko ni kwamba mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi amewataka wakaaji wa mtaa huo kuendelea kuheshimu kanuni za usafi ili kujikinga na magonjwa yanayosababishwa na uchafu, hasa kipindupindu, kwani magonjwa hatari kwa mwanadamu.
Akiwa kwenye maiki ya Radio Kivu, Dr. Albert Mangaiko Sadiki, mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Fizi, amesema kuwa kwa sasa ugonjwa huo unapungua kidogo na ni vyema kuendelea kuheshimu kanuni za usafi na zile za afya ili kutokomeza kabisa. Naweza nikasema hali inaendelea kuwa nzuri kidogo, lakini bado tuko katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Kwa maelezo kidogo naweza kusema kama imepita wiki mbili tulikuwa na kesi 10, lakini kwa hii juma ambayo tumemaliza sasa tumekuwa na kesi 9 za wagonjwa wa kipindupindu. Bado hatujafikia kabisa kukuwa na kesi moja au kukosea kuwa na kesi. Niwe natufanya tuzidi kuambia watu, kuhimiza watu kuwa na zile tabia nzuri za kuosha mikono, kutumia misalani sanifu na kuosha vyakula vyetu mbele ya kuvitumia. Basi kwa bahati nzuri waganga wetu na raia yetu imewahi kuleta wagonjwa mapema kwenye vituo vya matunzo. Kwa hiyo hatukuweza kuwa na mtu ambaye tumempoteza, wote wamenusurika, wote wamepona. Wasi wa FCM23 wameteka mara tena vijiji vya Kaziba Center, Nyangezi na eneo zingine ndani ya tarafa ya Walungu. Hivyo ni baada ya mapambano makali kati yao na jeshi la taifa FARDC, wazalendo na jeshi la Burundi. Kwa jambo hilo, Andre Bya Dunia Mashaka ameomba kwa serikali kuu ya Kinshasa kufungua macho. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Andre Bya Dunia ametoa hapa mtazamo wake juu ya vita vyenye kuzuka kwa kasi, huku akianza kwanza kutoa historia fupi. Nitakumbusha kwamba depuis 2011 Nicolas Sarkozy aliwahi kufika Mkongo notama Goma, na akasema kwamba pour que ma minere, yani ma ressources naturelles ya Kongo zipashe kuwa gere vizuri na ziprofite na kubajirani na kesho tuevite ma conflit, inabidi kukuwe gestion collegiale, yani ile kujere entre wandugu, yani wenye wanakuwa kumipaka, kwa sababu walikuja kujikuta kwamba Kongo inakuwa na mali nyingi na ile mali haifali wa Kongomani wenyewe tu, inapaswa kufalia watu wote. Alors ni kesho ya kujiuliza, eske ile itakuwa la base ya kumaliza vita au hapana? Nipane tu mfano, gaz metane yenyewe na kuwaka mulaki Kivu inakuwaka ni yetu sisi na Rwanda, RDC na Rwanda. Me utakuta mara nyingi RDC hakuna mekanisme ya kujere wala ya kuexploiter ile gaz metane, me Rwanda ye deja iko nafanya exploitation. Ni kusema nini? Bienye bilikuwa sinye Qatar ilikuwa ni trêve maana yake kusimamisha vita, yani c'est le fait. Mais il faut ni ba informer kama mu diplomatie internationale, trêve wala c'est le fait haiwezi kataza maparti en conflit zisikonkerire ma espace. Donc benye bana signer c'est le fait, kila mtu anaweza kujipermettre, kila mtu anaweza kujikaza, anasema mimi nataka conquérir espace, ni kuenda ku négociation, niko deja mu position de force. Na njoo nyetuko leo na comprendre kwamba M23 Abanyarwanda bameprofiter deja kukamata Nyangezi tena, bameprofiter deja kukamata Kaziba, na bako wanafoncer baangalika wanaweza kufika hata ngambo ya Minembo. Ya deux possibilités. Possibilité ya kwanza, maanalize zangu ni kwamba bako wanapenda baende bakuwe na nguvu wakati tutaenda kwa négociation. Mais avec deux possibilités, ba conquérir ma espace ya mingi. Bako napenda bakamate Uvira. Juu ya nini? Parce que sur le plan économique na sur le plan ouverture internationale, tuko na poro hapa na tuko na mlango ambao unaweza kutupeleka Bujumbura hapa. Alialo inaweza kubasema acha twende tukonquérir ile espace pour que kakwe benefike kwetu. Huyu ameongeza kuwa ni jambo lisilowezekana kuona serikali iwe na heshima usitishaji wa mapigano huku adui yeye akiendelea. Andre Bya Dunia Mashaka, mwanaharakati wa kisiasa, amerejea mara tena. Na wakati tutakamata Uvira tutaenda kunegosie, tuko na nguvu. Bakiona kwamba Uvira ndo possibilité ya pili, bakiona kwamba Uvira itashindikana, bata déborder kumwaye eho plateau ya Uvira na utama par l'entrée ya Rurambo, banaenda Makitija, Makitoga, banaenda Bijombo, ale banashuka ale banafika Minembwe. Batakapofika Minembwe habata kuya upande wa Fizi, batashuka upande wa Misisi, banapiga Misisi, banapiga Nyange, banapiga Tanganyika. Bakisha kupiga Tanganyika kule, itakuwa ni kubaovationner tu, kubakaribisha, kubambia karibu, na wakati watakuwa balisha ingia mwa ile eneo pale, sisi hapa Uvira Fizi tutakuwa deja tuko enclavé, banajua kwamba batainterdire bateau zote zisipite kulake,
na wakati asitapita kulaki, yani sisi hapa tunakuwa na probleme ya njaa, probleme ya chakula na probleme ya ravitaillement vingine. Ndio maana tuko tunalomba serikali kila siku, ingawaji banasinye maakor, pourquoi simplement gouvernement ndo takuwa na heshimia mais parti ya rebel haitaheshimia? Nini hakiendeki? Tunapaswa sote kufanya reciprocity, kama bataheshimia na sisi tuache ile, njoo inakuwa ya kusema par rapport na ile. Antuka gouvernement congolais haiko ameziri ya kufanya bimoya, haiko kunegosia unawaza kimwenzenu jua haupigi naye hapigi. Bao bako na pointer déjà pour que ba conquérir ma espace, bakienda ku négociation bako na nguvu kuzidia gouvernement congolais. Mais bazalendo nyetatu kukumbusha, hatupiganii Felix Tshisekedi, tunapigania udongo ambao tumeachiwa na mababu. Kuna nyingine maanaliza tunaweza ifanya kama tuko invité kwa radio pour que tuifanye de manière objective. Tukumbushe kuwa habari ya mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya M23 pamoja na kutekwa kwa vijiji mbalimbali imehakikishwa pia na vyombo vya habari vya kitaifa na vile vya kimataifa. Msikilizaji, hivi sasa nampisha Omar Makelele Ozil kwa habari za michezo. Asante sana Safari Alimasi Dilwe Lemechinware. Katika habari za michezo leo nimerudilia namba yangu ya zamani, nambari 9 na pepea barabara. Tuanzie katika habari za hapa barani Afrika ni kwamba klabu ya Simba ya kule nchini Tanzania pamoja na Racing Club Berkane zimefuzu hatua ya finali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo upande wa Simba nikija kutoka sare ya kutofungana dhidi ya klabu ya Stellenbosch, wakati mechi ya awali katika hatua ya nusu finali Simba waliweza kuwamenya vijana wa Stellenbosch bao 1-0, na vijana wa Racing Club Constantine waliweza kuwatandika vijana wa Racing Berkane bao 1-0, lakini hiyo haikuzuia tembo kunywa maji. Vijana wa Racing Club Berkane waliweza kufuzu tu hatua ya finali, hivyo nikisha mechi ya awali kuweza kuonyesha mvo ya mabao vijana wa Constantine mabao 4-1. Kwa hiyo finali itapigwa tariki 17 na tariki 25 mwezi Mei 2025, kwa kuwa finali ya michuano ya Afrika ikiwemo ile ya mabingwa pamoja na shirikisho huwa inapigwa mechi mbili, awali na marudio. Mechi ya kwanza itakuwa tariki 17 Mei 2025 ambako vijana wa Berkane watawapokea vijana wa Simba, na mechi ya marudio tariki 25 Mei Simba watakuwa zidi ya Racing Club Berkane. Na kule katika nchi ya Uingereza ni kwamba Liverpool wametangaza kwa mabingwa wa ligi kuu hapo nchini Uingereza, hivyo nikisha kuwatambia timu ya Tottenham Hotspur katika uwanja wa Anfield mabao 5-1. Tufahamishe kuwa Liverpool sasa wametimiza alama 82 huku timu ambayo inamfuata Arsenal wakiwa na alama 67. Kwa hiyo kunako mechi 4 ambazo zimesalia pale katika nchi ya Uingereza. Hata Liverpool apoteze mechi zote na Arsenal wa pili ashinde mechi zote, hawezi akamfikia tena. Kwa hivyo Liverpool ni mabingwa mwaka wa 2024-2025 pale katika nchi ya Uingereza. Na mwishowe Safari Alimasi siku ya pili ni kwamba katika uwanja wa Emirates Stadium Arsenal Gunners watapokea Paris Saint-Germain katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya kunako hatua yake ya nusu finali. Naweka nukta kunako habari za michezo. Ni kushukuru mwenzangu Omar Makelele Ozil kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, nikukumbushe kwamba unaendelea kuitegea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu, na ni muda wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Vile vile uchambuzi wa habari utaupata kwenye mtandao wetu wa YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu Baraka. Kampuni Prison Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze visasa huko Butembo katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, ambako vyombo vya usalama mjini Butembo vimetambulisha mbele ya vyombo vya habari jambazi mmoja ambaye alikuwa anatapeli wananchi kwa kujifanya kuwa padiri, mara nyingine anajifanya kuwa daktari. Tapeli huyo alishikwa akiwa na mihuri 7 ya bandia na pikipiki 3. Zangos Moviswa kutoka Butembo anaangazia mengi kuhusu taarifa hizi. Mtu huyu Janguti alishikwa baada ya utafiti uliokuwa ukifanywa na chama cha ujasusi ANER katika mji wa Butembo. Jinsi adokeza hapa kamisari makamu wa polisi mjini Butembo, Kambale Katsumba Laurent.
mpaka Sereka Mumbere Sylvain, yeye anajifere passer par comme padir comme munganga kusudi akona danganya batu na kuna nyanganya batu vitu hapo. Makashe ziko mingi hapa zenyana itilizaka kupatia ba kudecerner ma diplome ya bongo, ma certificat za bongo, ma attestation za bongo. Grave encore anaoperaka na majile za ba motar ya Atamov. Yetu tunabambiaka il faut kuwa bangalifu sana. Haiko kila mtu mwana vala gilet Atamov njo motar ya Atamov. Mais Mungu ametupermettre tutie mkono juu ya pani. Ile ni grâce ya Konguru ya psia population, psia police. Moto tatu njo zile zenye kwa shiba population mnaziona pale, yeye peke ameitika kutuonesha kwenye alikuwa anazificha. Yeye kazi yake ni namna gani? Ana faire passer pour un motard, anakia na kudanganya, ou bien ana faire passer pour un padiri wala prêtre ou bien munganga. Unakisha mbeba kwa moto arriver à un point, anashuka anasema ningia mkuvaa kama wapi, kama ni mdupango wa mpadiri kama nini, anakukulisha madrogi wala anakupakala madrogi kwa madrogi nyingine anapulizia tu na kwa mbaya, alafu ana réussir kuenda na moto hapo. Bankete yetu permettre tumbane bitu biko pale mingi sana. Haona mafoto za yeye njo padiri, yeye njo monsieur l'abbé, yeye njo munganga, yeye njo nini. So unaona anafanya na robe ya mweupe ya banganga na ya bapadiri. Iko na marobe nyingine tena ya bapadiri njo ile na ya banganga iko. Sema siku yake 40 imeenea tumemkamata. Sasa tunamtuma wapi kusudi aende répondre mambo yake. Meya katika mji wa Butembo asema kupigia saluti vyombo vinavyohusika na usalama kwa kuendelea kuifanya kazi nzuri, na kwa hiyo aomba raia kuunga mkono vyombo vihusikavyo na usalama ili amani na usalama idumu katika mji wa Butembo. Wahanga wa wizi ambao walikuwa wameibiwa pikipiki zao wasema kuwa na furaha. Mmoja wapo huyu hapa pia naye aliongea yafuatayo. Nilibebeaka kwa moto nzia panda, alikuwa kwa miklia. Aseni padiri nimpeleke kwa paroisse, anaenda laga padiri wa base kaenda kamata dokima kupeti seminaire msienene. Kisha alipandishaka nzia panda base kanisa, akaongea kule na bapadiri tu, akiingia ndani ya clôture, akatoka na wanampatanisha. Tukaanza voyage tumpamu. Tela nula jo. 14h mpaka msienene. Aliniyepe peke alinifikishaka na ku paroisse ya bapadiri, akiniingiza na ndani, akanipatia na kiti kwa ninapumzikia hapa. Kwa nini pumzikiaka na kunikamata kwa moto nasa ni droge. Nasema nite asante kabisa, Mungu aendelee kabisa, mnafanya kazi ya mzuri sana. Polisi ilifanya kazi, nasema nashukuru Mungu kuwa wanafanya kazi ya mzuri sana. Unasema vile na wapata magumu na wao kusaidia saa zingine. Ilikuwa ni ripoti yake mwenzetu wa huko Butembo Zangos Muviswa Kapuni. Msikilizaji, tuupindukie katika mkoa wa Maniema ambako makao makuu ni Kindu. Wazaliwa tarafa Kabambare waparekanao pa Kindu wameendesha uchaguzi ili kuchagua viongozi wapya watakaoongoza pa Kindu kisha viongozi waliokuwa wanaongoza mula wao kumalizika. Radio Kivu Kindu tunajiunga na mwenzetu Godefroid Musunga Shabani kwa mengi zaidi. Wazaliwa wa tarafa la Kabambare katika masekta yote waliweza kukutana hapa ndani ya tauni ya Kindu kwenye chumba ya mikutano Motel 117. Ni huko wanazungumzia tu neno moja kwa ajili ya uchaguzi ya kamati yao ya Mireska, kwani wenye kuwa naongoza siku hii wamefika mwisho ya muula na hata kutambuka. Na kwa hiyo utaweza kugundua ya kwamba ni watu 9 walichaguliwa, na kati yao msimamizi wao ni Gunda Paul, ambaye aliweza kutamka ya kwamba katika hii kamati ya mpito itakuwa na lengo moja tu ya kuweza kupata kamati ambayo itaongoza katika mula ya miaka 3, na wale ambao walikuwa wakisimamia siku hii hawakuweza kukubalia. Gunda Paul anazungumza. Napewa neema na ndugu zangu wengine 5 na vijana 3, mhesabu ya watu 9, tunapewa neema ya kusimamia Kabambare kwa muda, na lengo letu tunachaguliwa kwa sababu ya kuendesha watoto wa Kabambare kuuchaguzi wa kamati ya mpya, sababu kamati ya zamani ilikuwa ilishapita muda wao. Kwa hivi tunawapigia asante ndugu zetu ambaye tulikutana kwa hiki kikao kwa kutupatia ile confiance, na tunawapatia neno la heshima kusema tutatumikisha kadiri mnatupatia, ila kama Mungu tu na yeye hakuibadili mipango yetu. Kwa jina la kamati ya mpya
yenye inaitwa lugha ya Kimombo comité de crise. Mimi ambaye ni kumsimamizi wa teritwari ya Kabambare leo Ngunda Paul, na wote ambaye tunachaguliwa tuko kamati ya watu kenda, tunawashukuru na tunawaahidia kufanya kazi nzuri hadi mudati yenye iko previ kwenda kuuchaguzi. Lakini sawa vile president, baada tu ya kuchaguliwa na tuanze kusubiri kwenda kuuchaguzi haitawezekana. Mimi nitaita kikao na njoo large diffusion hii le 30 avril mutapata habari kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema. Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Huko Moba ni kwamba kamanda wa jeshi la FARDC katika tarafa ya Moba ameomba kwa wanajeshi wake waparikanao kwenye maeneo ya uchunguzi kwenye vijiji vya Kakira, Kasenga, Makosa na Mulala kwenye barabara Moba Pweto kuacha kuomba pesa kwa wasafiri wa barabara hiyo. Moba Isdor Kashulwe. Kamanda batalioni ya jeshi la FARDC amehamasisha na kuwatolea mwito wanajeshi waliokuwa kwenye posta ya uchunguzi katika kijiji cha Mulala, Kasenga, Makosa na Kakira kuacha kulipisha pesa kwa kupita kwenye barabara hiyo ya Moba Pweto na kwa watu wanaokwenda na kurudi mashambani. Kanali wa FARDC amesema unyanyasaji kwa raia. Amesema posta hiyo imewekwa kwa ajili ya uchunguzi hasa wakati ambapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na vita kati ya serikali na waasi wa M23 au wanaounga mkono na Rwanda. Akizungumza na vijiji katika vijiji hivyo, kanali wa jeshi la serikali FARDC amewataka wanavijiji kuishi kwa pamoja kwa uhusiano na majeshi ya serikali FARDC. Kufuatana na ile malalamiko ya kusema mnanyanyaswa kwa majeshi, kwa demia na bengine, bunajua ke inchi yetu iko mahali ya vita. Aba kama barifika huku kwetu Kasenga, Kakera, kama barifika ni jua kuepuka ile mambo tulikuwa nasikia. Mtu akitoka hapa jua kufika Liapenda, unasikia humu barabara banamzuia, banamukata, banafanya hivi. Ukasikia huku kubatu balitoka ngambo kama ni Yakala, banakatiza, banakuya huku, banafanya vitendo vya vibaya. Komite de sécurité ikaamua kama minaweza nikafanya kitu, ndio kutuma haba batu mui barabara. Wakati banafika muriona kama mambo inapunguka ile abatenda mabovu mu barabara. Malalamiko ikaanza kusikika. Nadhani nikaita mkubwa yabo, nikamunyonga kidogo masikio kumwambia sipende nisikia bile viko nafanika kule. Mie niku binadamu sani bote. Tofauti ni hii nguo mimi navaa na hii masila mimi navaa inatoka kwenu. Nyinyi Mungu natufanyia kazi kila mwaka, kila mwezi. Mataksi yenu Mungu nalipa, ndio iko na niuzie hivi mimi navaa. Contribution yenu kama contribuable congolais ndio inaniuzia na sila. Ile masila ni ya kuua enemy, ni ya kuua nayo batu gani? Batu babaya bale abapendi batuletee kimya. Mimi naambia batoto yangu hivi, nasema mujua maisha yetu na baraia ikiwe samaki na maji. Mie ni kusamaki, majeshi ni masamaki. Haiwezi kaishi bila maji, ukaitosha tu maji inakufa ya. Kamanda wa batalioni ametolea pia mwito huo majeshi waliopo kwenye uwanja wa ndege mjini Kirungu. Ametoa mwito huo wakati amekuwa amefungamana na jumuiya wanabunge mkoa Tanganyika uchaguzi wa Moba walishuka katika maeneo hayo kwa ajili ya uchunguzi wa kina wa posta hiyo ya uchunguzi wa majeshi ya FARDC ambayo imekuwa imedaiwa kugeuka posta ya kulipishwa pesa ya barabara. Ikiripoti kutoka Moba, Vidor Kashule, Radio Kivu. Katika habari za kimataifa huko Burundi ni kwamba naibu waziri mkuu wa Ubelgiji Maxime Prevot amefanya ziara yake nchini Burundi ikiwa ni katika kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliokuwa tangu mwaka 2015. Undani wa taarifa hii na Ibukuru Elias kutoka Burundi. Katika ziara hiyo ya naibu waziri mkuu wa Ubelgiji alikuwa ameleta ujumbe maalum kwa rais wa Burundi, mojawapo ikiwa ni katika kufufua uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliofifia tangu mwaka 2015, kama anavyosema msemaji wa rais wa Burundi Lozine Gatoni. Umubonano bagiraniye na nyicubahiro mukuru w'u Burundi yagarutse ku ntumbero y'uko rugendo, aho ubwa mbere yarafise intumbero
yo gutsimbataza imigenderanire hagati y'ubwami. Mazungumzo na rais wa Burundi ilikuwa ni katika ufufuo wa uhusiano kati ya nchi hizo mbili, uhusiano ambao ulikuja kudorora kuanzia mwaka 2015 baada ya kutokea kwa jaribio la mapinduzi. Nchi ya Ubelgiji inahitaji kuendelea kuwa rafiki na Burundi na kusaidiana katika kuimarisha sekta mbalimbali na kusahau yaliyopita. Pia wamerejelea katika mkataba wa makubaliano ya kusaidiana yaliyosainiwa mwaka 2023 yanayoonyesha yatakayotekelezwa katika sekta ya kilimo, afya, elimu pamoja na utawala bora. Pia Ubelgiji imekubali kusaidiana na Burundi hasa katika kuwapatia mafunzo askari jeshi wa Burundi katika shule ya kijeshi ya Ubelgiji. Naibu waziri mkuu wa Ubelgiji amejadiliana na Burundi namna ya kuimarisha usalama ukanda wa Afrika Mashariki hasa DR Congo. Ameipongeza Burundi katika juhudi zake na kumpongeza rais wa nchi ya Burundi kwa kuwa mfano wa kuigwa katika kuimarisha amani na kuwa na mchango mkubwa ili nchi jirani iweze kupata amani. Muri ntumbero yakeje cyane ubwa mbere mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuko ari umubivyi w'amahoro. Kuruhara ntangere korakora kugira ngo amahoro asasagare kugira ngo asairitse ico gihugu kibanyi kugarukana amahoro n'umutekano. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Tumalizie na habari za huko Marekani ambako rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hivi sasa ni muda wa kuona amani na tawala nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda pia na katika nchi kadhaa za bara la Afrika. Kabla hajaja hapa studioni, mwenzetu Isaac Mulucha Ashibe alituandalia ripoti ifuatayo. Donald Trump, rais wa Marekani, Jumamosi hii alisifu juhudi za amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akitangaza uwekezaji wa zaidi ya dola bilioni 6 katika ukanda wa Lobito, maalum kwa ajili ya kuwezesha usafirishaji wa madini kutoka Afrika ya Kati kwenda kwenye masoko ya kimataifa. Akihojiwa na mwandishi wa habari juu ya matangazo makubwa ambayo ameyatangaza kwenye mitandao yake ya kijamii kuhusu Afrika, Donald Trump alijibu, "Tunayo, naamini habari nzuri inakuja na Rwanda na Kongo. Nadhani utaona amani nchini Rwanda na nchini Kongo na katika nchi zingine za kanda. Itakuwa jambo kamili, tunatumaini kuwa swala hilo litawezekana." Alitangaza pia kuwa utawala wake utaenda kuwekeza zaidi ya dola bilioni 6 katika ukanda wa Angola wa Lobito, ambao kimsingi utaruhusu kusafirisha madini kutoka Kongo, Angola na nchi zingine kadhaa. Alihakikisha kutaka kufanya vitu vizuri kwa ajili ya kulinda amani. Taarifa hii imekuja katika hali ya sahini iliyosainiwa Ijumaa huko Washington juu ya kanuni kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kayikwamba Wagner na wa Rwanda Olivier Nduhungirehe. Mwanzo wa makubaliano yaliyodhaminiwa na Marekani yanafanya nchi hizo mbili kuanzia Mei 2 kuanza mradi wa awali wa makubaliano ya amani chini ya utaratibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, SADC na kwa msaada wa Jumuiya ya Afrika. Azimio hilo linakazia haswa juu ya ahadi za enzi kuu, usalama wa kikanda, kurudi kwa wahamiaji, ushirikiano wa kiuchumi na msaada kwa MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa uliopo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpenzi msikilizaji wa Idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu, bila shaka hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ni kushukuru wewe ambao uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Vile vile ni shukuru jopo zima la waandishi wa habari wa Radio Kivu, na mshukuru bani wangu kwa leo ambaye ni Isaac Mulucha Ashibe. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mimi Safari Almasinitinoa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye.